Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hakika sisi ni wa Mwenyezi Mungu na kwake yeye tutarejea. Taifa limepatwa na msiba mkubwa wa kuondokewa na kiongozi wetu mstaafu ambaye kwenye kati tofauti aliongoza Zanzibar na Tanzania akiwa kama mkuu wa nchi, marehemu Mzee Ali Hassan Mwinyi. Marehemu Ali Hassan Mwinyi alizaliwa tarehe 8 Mei mwaka 1925 katika kijiji cha Kivule wilayani Kisarawe, mkoa wa Pwani, na baadaye familia yake ilihamia Zanzibar. Elimu yake ilianzia katika shule ya msingi ya Mangapwani kuanzia mwaka 1933 hadi mwaka 1936 kabla ya kujiunga na shule ya sekondari ya Dole mwaka 1937 mpaka mwaka 1942. Baadaye alisoma katika chuo cha ualimu Zanzibar kusomea ualimu kuanzia mwaka 1943 mpaka mwaka 1944. Mwaka 1945 hadi mwaka 1950 marehemu Ali Hassan Mwinyi alirejea katika shule ya Mangapwani akiwa kama mwalimu na kisha kupandishwa cheo na kuwa mwalimu mkuu wa shule hiyo. Marehemu Mwinyi aliendelea kujipatia elimu kwa kusoma General Certificate in Education GCE na pia alisomea ualimu katika Durban University Institute of Education ya nchini Uingereza. Katika mwaka wa 1956 mpaka mwaka 1961 alijiunga tena na chuo cha ualimu Zanzibar kama mkufunzi. Safari yake ya kisiasa ilianza rasmi mwaka 1964 alipojiunga na chama cha Afro Shirazi Party ASP, ambapo alikitumikia chama hicho katika ngazi na nafasi mbalimbali. Kati ya mwaka 1964 na mwaka 1965 marehemu Mzee Mwinyi aliteuliwa na aliyekuwa rais wa kwanza wa Zanzibar Abeid Amani Karume kuwa katibu mkuu katika Wizara ya Elimu. Majukumu mengine aliyowahi kushikilia ni pamoja na mwenyekiti wa Zanzibar Censorship Board, mjumbe wa baraza la chuo kikuu cha Dar es Salaam na pia mwenyekiti wa baraza la chakula na lishe. Katika mwaka 1970 aliteuliwa kuwa waziri katika serikali ya muungano na kuhudumu katika wizara mbalimbali akianzia ofisi ya rais, kisha afya kutoka mwaka 1972 mpaka mwaka 1975. Mwaka 1975 Mwalimu Nyerere alimteua Mzee Mwinyi kuwa waziri wa mambo ya ndani ya nchi mpaka alipojiuzulu mwaka 1977 akiwajibika kufuatia ukiukwaji wa haki za binadamu wa vyombo vya dola katika operation maalum ya kudhibiti mauaji ya watu wa kongwe katika mikoa ya kanda ya Ziwa nchini Tanzania. Baada ya kujiuzulu, Mwinyi aliteuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Misri kutoka mwaka 1978 mpaka mwaka 1981. Kufuatia kujiuzulu kwa aliyekuwa rais wa Zanzibar wakati huo Alhaji Aboud Jumbe, mwaka 1984 marehemu Ali Hassan Mwinyi alichaguliwa kuwa makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi na pia makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mwaka 1985 ulikuwa mwaka muhimu katika historia ya siasa za Tanzania. Mwalimu Nyerere aling'atuka madarakani na nafasi yake kurithiwa na Mzee Mwinyi ambaye alifahamika kwa umaarufu wa Mzee Ruhusa kutokana na mfumo wa mabadiliko aliouongoza na kuruhusu vyama vingi, biashara na uhusiano mkubwa na nchi za Magharibi. Mzee Mwinyi aliingia madarakani wakati ambapo Tanzania ilikuwa ikipitia wakati mgumu kiuchumi, ambapo ililazimika kufanya mabadiliko ya kisera na kisiasa ili kuchochea ukuaji wa uchumi. Mabadiliko hayo hayakuwa rahisi kutokea kwa kuwa bado ndani ya serikali na chama cha CCM kulikuwepo na wale walioamini na kutaka kuendelea kwa mfumo wa ujamaa. Mzee Mwinyi alistaafu rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania mwaka 1995. Ali Hassan Mwinyi alifariki dunia tarehe 29 Februari mwaka 2024 katika hospitali ya kumbukumbu ya Emilio Mzena jijini Dar es Salaam akisumbuliwa na kansa ya mapafu. Mungu amlaze mahala pema peponi mpendwa wetu marehemu Mzee Ali Hassan Mwinyi. Amin.